Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea mkoani Arusha. Katibu Tawala Wilaya ya Arusha Mjini, Bwana Jacob Orombo, amewataka vijana kutokubali kushawishiwa na baadhi ya watu ambao wana nia mbaya na wao hususani matumizi ya dawa za kulevya. Bwana Jacob amesema hayo leo mkoani Arusha wakati wa mdahalo uliokutanisha wanafunzi kutoka vyuo vya mkoa wa Arusha, ikiwa ni katika kuelekea siku ya maadhimisho ya siku ya kupinga dawa za kulevya. Nao baadhi ya washiriki wa mdahalo huo kutoka baadhi ya vyuo hivyo pamoja na afisa ustawi wa jamii kutokea mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini, Bi Brenda Mbati, na mwakilishi wa sekretarieti ya maadili ya watumishi wa umma kanda ya kaskazini wamezungumza namna jamii inavyotakiwa kushirikiana kudhibiti dawa za kulevya. Mpendwa mtazamaji wetu, usisahau kubonyeza alama subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online ili kwanza kupata taarifa zetu. Wepesi sana kushawishika. Mzazi akwambia bwana, ukiwa unawaza hela, wewe kama una hela chukua hii tu. Itakusaulisha kila kitu. Utasahau in a very short run, lakini in the long run tatizo liko pale pale. Kwa hiyo ndio maana wanaamua kuprune vijana ili ndio tupate elimu. Tukipata sisi tunaweza tukawa tumesaidia walio wengi, na hasa vizazi ambao vinatutegemea. Kama wazazi wametulipia ada tuje kusoma, tuhangaike na masomo, tukimaliza basi tukawe wa msaada kwenye jamii yetu. Lakini sio kwa watu ambao wako kwenye vyuo tu. Waathirika pia wengi ni wale ambao wako mitaani. Ndio maana wenzangu hao wamevuka mipaka sasa. Hawadili na nyetu, wanadili na watu wote. Nadhani mwezi kama miezi miwili kama sikosei, kwa kushirikiana na taasisi zingine za serikali kama vile PSSF walikabidhi vitanda na magodoro pale mbele ofisi ya mkuu wa mkoa kwa wale individuals, watu binafsi ambao wanamiliki zile sober houses, kwa ajili ya wale ambao wanaenda kupata unafuu pale. Yaani manake wasione kama wametengwa tena. Unaona yaani wasijione kama wako wenyewe. Kwa hiyo sasa tunataka wewe upate relief, rudi kwenye hali yako ya kawaida. Kwa hiyo wenzetu wanafanya juhudi kubwa sana. Lazima kwa kweli kwa juhudi wanazozifanya, sisi kama serikali kwa ngazi ya wilaya yetu lazima tu appreciate mamlaka yetu. Initiative zote. Unajua wangeweza tu kuopti kwamba sasa sisi tunapambana na wale wanaosambaza. Lakini unaona kupambana na anayesambaza peke yake haitoshi, kwa sababu msambazaji ana soko. Sasa ili tumharibie huyu msambazaji, tusihangaike naye, tuhangaike na soko. Yaani kama hakuna demand, there is no supply. Si ndio jamani? Maana you cannot supply something that people don't need, right? Huwezi kusupply kitu ambacho watu hawakihitaji. Kwa hiyo wenzetu wanaona mlango wa kupita ni wa kutoa elimu kwa watu, waone madhara, wajue madhara, na tuwe na mashahidi wanaoweza kuwaelimisha kuhusu madhara. Lakini pia mashahidi wao waambie tulikuwa huko, tumetoka, tumerudi huku. Huko tulikokuwa sio kuzuri, kwa hiyo mtu yote asishawishike kwenda. Wamepunguza nguvu kubwa ya kufight wale ambao wanasambaza. Kwa sababu sema wanaosambaza watusumbua sana. Wanasambaza sababu wana soko. Lakini haimaanishi kwamba wamewaacha. Ukikutwa unasambaza madawa ya kulevya, wewe ni mhalifu kama wahalifu wengine, na ni makosa kabisa ya jinai. Kwa hiyo sasa, kwa sababu ni mitandao ambayo ni chain kubwa, wakati mwingine unaweza ukajikuta kwenye mapambano haya ukakosa kidogo manpower ya kufight the whole chain. Lakini sasa ukijaribu kucontain hii hao watumiaji ambao ndio target, ukiweza kwa contain na kuelimisha na kubadilisha mawazo, manake kama mtu alikuwa na supply hapa kwa watu 5, alafu baada ya hii midahalo na hii wiki ya mambo ya madawa kulevya, baadaye wale watu 5 wakapungua akawa 2, manake demand imepungua, na manake supply yake at end of the day kama atakuwa hana demand hata supply. Kwa hiyo sisi vijana, kwa sababu ndio target tunaoathirika, ndio maana wenzetu wamejielekeza sana kutuelimisha. Na tukumbuke sisi ndio taifa la leo na kesho. Niwapongeze sana mamlaka ya madawa kulevya kwa kuchagua kundi la vijana kufanya mdahalo, manake wenyewe kwenye mdahalo mtakuwa mnabishana, muambiane hili liko sawa, hili haliko sawa. Kupambana na madawa kulevya jamani, sio kazi ya serikali tu, ni kazi inaanzia kwenye nyumbani kwangu mimi pale, familia. Kwa majina naitwa Brenda Richard Mbati, ni afisa ustawi wa jamii kutokea mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini Arusha. Leo tuko hapa Seriani Hospital katika kuelekea maadhimisho ya kitaifa ya kupinga mapambano dhidi ya dawa za kulevya ambao huadhimishwa kila mwaka tarehe 26 Juni. Sasa kwa kanda ya kaskazini ya Arusha tumeandaa mdahalo ambao mdahalo huu umehusianisha wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali ikiwemo IAA pamoja na Arusha Technical
ambapo kama kauli mbiu yetu inavyojieleza kuwa ubunifu wa kimkakati ni suluhisho dhidi ya kupambana na changamoto zinazokabiliana na dawa za kulevya. Kwa hiyo kupitia wanafunzi hawa tunafahamu kwamba wanafunzi wanakutana na mazingira tofauti, ambao wakija chuo wanapoanza wanakutana na uwezekano wa vishawishi au makundirika. Kwa hiyo ina uwezekano mkubwa wao kupelekea kujiingiza dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo kupitia wanafunzi tunategemea tupate input nzuri ambazo zitaelekeza ubunifu gani kama wanafunzi watakuja nao. Kuna content creators. Tegemea content creator akatengeneza content ambayo yenye dhima, mtu akiangalia anapata ujumbe sahihi wa madhara ya dawa za kulevya, au anapata ujumbe kwamba njia gani yeye kama mwanafunzi kujiepusha dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya, lakini huduma saidizi sahihi ni zipi kwa mraibu ambaye ameshaathirika na matatizo ya changamoto za dawa za kulevya. Kupitia ubunifu huu utaleta tija na itakuwa mfano bora na kitu kizuri. Lakini hatuishia hapo, kesho tunategemea kuwa na mdahalo ambao utafanyika viwanja vya Ngarenaro. Tutawahusianisha wadau wetu mbalimbali, wadau kutoka nyumba za upataji nafuu, asasi za kiraia, Mati Clinic, lakini wadau mbalimbali kutoka NPS pamoja na GSL. Lakini wananchi kwa pamoja tunaomba mshiriki katika hiyo shughuli ya kesho ambayo ni bonanza. Tunategemea ushiriki wenu kwa sababu utakuwa na tija, tutakuwa na elimu ya madhara ya dawa za kulevya na watu watapata kujua huduma saidizi ni zipi, na endapo kama mtu ana ndugu jamaa rafiki, mtu wake wa karibu anapitia changamoto yoyote, ni wapi sehemu sahihi ya yeye kufikia hizo huduma saidizi. Kwa majina naitwa Josephat Mkumbwa, ni afisa kutoka Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma Kanda ya Kaskazini ya Arusha. Leo tuko hapa katika kushiriki hii wiki ya kupinga madawa ya kulevya. Tumekutana na makundi mbalimbali hapa, lakini kubwa zaidi tunajaribu kutoa elimu kuhusiana na uadilifu katika jamii. Na huu uadilifu sisi kama watu wa maadili tunausisitiza sana uanze kuanzia ngazi ya familia. Baba, mama, watoto waweze kuishi ile misingi ya maadili ambayo tunaisema kila wakati. Kwa mfano, swala zima la utii, swala la uaminifu, swala la bidii ya kazi, upendo, huruma. Hivi vyote kijana akisha kuwa navyo, mwisho wa saa hawezi kushawishika kirahisi kuingia katika masuala ya madawa ya kulevya. Lakini jambo la pili, tunaendelea kusisitiza kwa viongozi waweze kusimama katika nafasi zao ili kusudi haya madawa yasije yakaingia katika nchi yetu na kuathiri vijana wetu kirahisi. Kwa hiyo kubwa la msingi ni hilo, kwamba tuendelee kushirikiana kama jamii, tuendelee kukemea uingiaji wa madawa ya kulevya, lakini usambaaji katika taifa letu, kwa sababu wanaoathirika ni nguvu kazi ya leo na ya kesho ambayo tunaitegemea katika nchi yetu. Asante sana. Kwa majina naitwa Agustino Serevani, mwongozi wa chuo cha ufundi Arusha. Leo tulikuwa na mdahalo mfupi juu ya kuelekea maadhimisho ya siku ya kupambana na kudhibiti matumizi ya madawa ya kulevya. Mada ilikuwa ni nzuri sana na wanafunzi kama tulivyoshirikishwa katika mdahalo tumekuwa na haya kusema. Sisi kama wanajamii au sisi kama wanafunzi na jamii inayotuzunguka, kila mmoja ana mlengwa mmoja wa kupambana na kudhibiti madawa ya kulevya, kwa sababu kiuhalisia au kwa namna moja ama nyingine madawa ya kulevya hayampasi mtu yote kutumia, kwa sababu unapotumia madawa ya kulevya unaingia kwenye uraibu, lakini sio mbali tu uraibu, unakuwa wewe ni kama umeelemewa. Na usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.